Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma katika kitabu cha Isaya. Isaya alikuwa ni nabii. Isaya alikuwa mmoja kati ya manabii wakuu ambao walitenda mambo makuu sana katika Israeli. Kwa wana wa Israeli katika nchi za Kiyahudi, Isaya alikuwemo. Na tukisoma historia ya Isaya alikuwa mtu ambaye alipenda sana kumtumikia Mungu na kumsikiliza Mungu. Na walikuwa wakiongea na Mungu ana kwa ana Isaya. Na katika maongezi yake na Mungu alikuwa akiambiwa vitu ambavyo vitatokea kwenye taifa moja kwa moja na kupeleka hizo ripoti kwa wakuu. Alikuwa na uwezo wa kuwatawaza wafalme, kuwasimika wafalme na kuwapa habari ambazo Mungu amewaletea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu yeye alipenda sana kumtafuta Mungu. Na wewe ukipenda kumtafuta Mungu na kufanya kile ambacho Mungu anapenda, Mungu atakutumia kama vile alivyotumia Isaya. Kwa sababu yule Mungu aliyetenda wakati wa Isaya, wakati wa kina Isaya, bado angali anatenda mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ujumbe wetu wa leo ni kwamba siku ya Bwana inakuja. Mwambie jirani yako kwamba siku ya Bwana inakuja. Mwambie inakuja siku ya Bwana. Kwa sababu siku hiyo Biblia imesema kwamba ni siku ya ajabu, siku ya hatari, siku ya mafadhaiko, siku ya kunung'unika. Hakuna mtu ambaye atakumbuka kwamba nina kitu fulani. Biblia inasema kwamba ole kwa mwanamke ambaye atakutaniwa yuko mimba. Ole kwa yule atakutaniwa na nyonyesha, kwa sababu itakuwa ni siku ambayo sio siku ya kawaida. Siku ya Bwana. Sasa hiyo siku atafanya nini? Kitu cha kwanza atakusanya. Ukisoma kuanza juu, kitabu kile cha Isaya 13, kuanza verse yake ya 7 na kuendelea, utakuta nasema kwamba Mungu atatuma malaika zake kukusanya watu wote wa dunia hii, wale waliotenda dhambi. Kitu cha kwanza, watu wote watakusanyika, watakusanywa pamoja. Alafu kwa wale watenda dhambi, kile kitatokea, watatupwa mahali, watakanyagwa, wataharibiwa. Sasa ukijiuliza swali, hivi mimi ninatenda dhambi nami nitakuwa katika watu wale wataharibiwa? Je, hiyo siku ikifika mimi nitakuwa nafasi gani? Je, watu watanichukulia namna gani? Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake yeye mwenyewe. Hakuna mtu atapewa mzigo wa mtu mwingine. Biblia inasema kwamba tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali. Inaitwa ni siku kali, ambapo watu hawatatambua kwamba kuna kuwaka chakula. Watu hawatajua kwamba mimi nyumba yangu iko wapi. Watu hawatajua kwamba niko na pesa ngapi, wala watu hawatasafiri. Amen. Siku ambayo inakuja. Anasema ni siku kali. Tena anasema ni siku ya hasira, ghadhabu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa. Ni siku ambayo hakuna kitu chochote kitapatikana katika dunia. Wanyama wataondolewa, wanadamu wataondolewa, miti itaondolewa, nchi tabaki utupu. Haleluya. Mungu atapanda taifa jipya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu taifa la leo linatenda dhambi. Na haya yameahidiwa yatakuwepo. Leo hii tunasikia kwamba nchi zinaanza kujikusanya. Leo tunasikia hawa wamekuwa ndio wanataka kutawala dunia, wanatengeneza vifaa, bomu ya kupiga mahali nchi nzima na inateketea. Na itakuwepo. Amen. Nchi itakuwa ukiwa. Kuna sehemu ambapo watakuwa wakiuliza, je, hapa kulikuwaka na nchi? Jibu itakuwa hapa kuwepo. Kwa sababu ya nini? Siku ya Bwana inakuja. Atavunja. Anasema kwamba anga litakunjwa kama karatasi. Kama mtu anaandika kitu akiona kwamba karatasi haina maana tena, anaifanya namna gani?
vile unakunja kunja kale kakaratasi, ndo anga, Mungu ataikunja anga. Na sisi wenye tuko katika dunia kama kanisa, kama haukuenda wakati kanisa litanyakuliwa, ndugu zangu, na kuambia ukiwa unatenda dhambi utakuwa katika hatari. Itakuwa shida kwa watu ambao wanatenda dhambi. Usipoteze muda kwamba unaenda kanisani kila mara, unaenda kuomba kila mara, na bado matendo ambayo unatenda hayafai. Utaadhibiwa zaidi ya mtu mwenye hajawahi kumjua Yesu Kristo. Utaadhibiwa zaidi ya mtu ambaye hajawahi kuisoma neno. Utaadhibiwa zaidi kwa mtu ambaye hajawahi kusikia neno. Haleluya. Sijui hiyo siku kama itakuwa namna gani. Kwa sababu Isaya anasema kwamba siku ya kutaabika, siku ya kukanyagwa, siku ya kulia, watu watasaga meno. Mnajua kusaga meno eh? Yaani mtu ameshindwa, anaanza kusaga meno, na matokeo yake unakuta amejikata ulimi yeye mwenyewe, kwa sababu hajui kile anakifanya. Hiyo siku watu watatafuna meno yao. Kwa wakati ule Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Ufunuo inasema kwamba utakimbia, labda mlima kuangukie, mawe kuangukie, miti itakwambia na mimi nasubiri wa kuniangukia. Haleluya. Siku ya Bwana. Bado unacheza na dhambi. Usharati ni wewe. Wizi ni wewe. Ugomvi ni wewe. Uchawi ni wewe. Fitina ni wewe. Masengenyo ni wewe. Kila kitu ni wewe. Unajiona kwamba ni fahari sana, lakini nakwambia siku hiyo hakutakuwa hivyo vyote. Kila mtu atatafuta kuponya roho yake. Hebu kumbuka wakati ya Nuhu, aliambiwa kwamba Nuhu, jenga safina. Wazee na vijana wakasema huyu mzee amezeeka, hana akili, labda amekuwa na magonjwa ya akili, hajui kila anafanya. Mungu akamwambia jenga. Nuhu akasema ona gisi yote. Mungu akamwambia endelea kujenga. Haleluya. Nuhu alijenga safina. Baadaye akamuuliza Mungu, nimemaliza kujenga, nifanye nini? Akamwambia chukua watoto wako, ingiza ndani. Ambia watu wengine waingie, wakakataa, wakamtukana. Akasema basi kama wamekataa, nenda kwa wanyama, chukua wawili. Nenda kwa ndege, chukua wawili. Nenda kwa wadudu, chukua wawili, uwaingize. Na walipoingia, mvua ilianza kunyesha, ndipo watu wakakumbuka kumbe. Haleluya. Na leo wakina Sabuni wanasema acha dhambi. Watu hawataki. Siku utaona wakina Sabuni sauti zao hazisikii tena. Utatafuta ni wapi utaelekea, hautapata. Biblia inasema kwamba wajuzi wa kuogelea waliogelea wakafika milimani. Hapa kuna mlima unaweza kuzuia maji hapa. Tukipanda kule mlima, maji ya Mungu kitaka fike itafika. Biblia inasema wakapanda juu ya miti, hawakufaulu. Mpaka wengine wakakimbia mpaka kwa Nuhu, wakigonga wakimwambia Nuhu, sasa tufungulie. Nuhu aliwaambia kwamba mimi sina funguo. Jameni. Haleluya. Na Yesu bado anaita. Yesu ndiye aliye na uwezo wa kupokea. Haleluya. Najua ile mashua ambayo Nuhu alitengeneza ndiye Yesu Kristo, kwa sababu yeye anaita wote, wawe wachawi, wawe walevi, wawe wanani, wezi, majambazi, makahaba, wote anawaita njoni, nitawapokea gisi mlivyo. Haleluya. Wakati wa mitume, mwanamke ambaye alihadisiwa kwamba alikuwa kahaba mkubwa sana. Huyu mama wakati neema ilimfikia na ukahaba wake na ujinga wake, yeye alikimbia, alipiga mbio, akakimbia mpaka kwa Yesu. Ajabu iliyopo, alifika na kuanza kupanguza miguu ya Yesu na nywele zake, mpaka watu wanashangaa, huyu kahaba anafuata nini? Watu wanajiuliza maswali. Hata na wewe ukiwa huko na uchafu kiasi gani, ukimpokea Yesu, watu watajiuliza maswali, lakini utapiga hatua. Amen. Haleluya. Walikuwa wengi ambao walitenda dhambi, wengi wakaokoka.
lakini vyote tuliacha. Haleluya. Hata na wewe ukitenda dhambi na ukiona kwamba hii dhambi haiwezi kunipeleka mahali popote, acha, haisaidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku inakuja ambayo watu watatahabika. Kuna msomaji wa Biblia hapo? Nani mwenye na Biblia? Atusomee kitabu cha Mathayo. Nani mwenye na Biblia hapo? Okay, Esther, tusomee kitabu cha Mathayo. Mathayo 13 mstari ule uanze 40 mpaka ngapi? Mpaka 42. 40 mpaka 43. Mathayo 13. Arobaini mpaka 43. 40. Haleluya. Yeah. Yeah. Wanasema kama vile magugu inakusanywa. Mnajua magugu ni wakati mtu iko na maharagi, ameweka maharagi hapa, anaanza kuchunguza mulu, utakuta mna mawe, mchanga, mna majani, unakuwa unakusanya vule majani vule, kubutoa kwa sababu maharagi yako kipiga msio mchanga. Tuendelee. Unachukua na kutupa motoni. Ndivyo itakuwa hiyo siku ya Bwana. Sema hiyo siku ya Bwana, usiseme mwisho wa dunia. Amen. Endelea. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao. Bwana wa Adamu, Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Adamu atatuma kikosi, na kikosi hicho sio watu wengine, ni nyinyi wahubiri. Ninyi wana wa Mungu mtakuwa mumetengenezwa. Ninyi ndicho kikosi kitakuja na Yesu wakati kanisa litachukuliwa. Amen. Inasema kwamba atatuma, watakusanya machukizo yote. Kwa hiyo machukizo, kama wewe unafanya usharati, kuna kitabu kinaandikwa. Ukifanya tu kitabu kinaandikwa. Sasa pale wanaandika, pale Mungu anaandika, wale watakusanya yale matendo yote. Na baadaye na wale wote watenda dhambi. Haleluya. Na kuwatupa katika tanuru ya moto. Pole sana. Watatupwa katika tanuru la moto. Sio moto ambao tunaona. Ni moto ambao utakuwa ukitembea na unaungua, lakini hautaona kwamba maji yanatoka kwa kidonda, wala hautaona kwamba unaharibika. Utakuwa unasikia tu unaungua milele. Na sisi tukiwa wenye haki tutang'aa na kucheza cheza. Haleluya. Haleluya. Muulize mwenzako, siku hizo utang'aa ama namna gani jamani? Mzee Samueli, utakuwepo? Haleluya. Amen. Endelea mama. Yes. Jana ufalme wa mbinguni kumefanana na hazina iliyofikiria katika shamba ambayo umeenda sana. Mwenye sikio na mwenye sikio na haleluya. Siku ya Bwana. Hivi niko nafikiria, kwa hiyo wakati matajiri watakuwa wapi? Niko nafikiria matajiri watakuwa wapi? Wamama warembo watakuwa wapi? Vijana wale ambao ni wazuri zaidi watakuwa wapi? Na sisi wenye sura mbaya tutakuwa wapi? Haleluya. Amen. Haleluya. Najua siku hiyo kama tulikuwa tukijiangalia kwa kioo mara 3 kwa siku, hatutakuwa na muda. Biblia inasema watu watakimbia kulitafuta neno, hawatalipata. Watu watakimbia kuwatafuta watumishi, hawatakuwepo. Hao waimbaji tunaona kila mara, tutawatafuta labda watuimbie zile nyimbo walikuwa wanatufariji, hazitakuwepo.
dunia itakuwa ni kilio. Sasa ni ole kwako mtumishi wa Mungu kama utakunaniwa siku ile. Haleluya. Maneno ya Mungu. Maisha tunayoishi na uzuri wetu na ubaya wetu tutaulizwa. Amen. Amen. Kitabu cha Mhubiri 12 verse ya 2 nasema, kabla siku hiyo haijaja ambapo mtu atasema mimi sina furaha. Wakati huo Biblia inashuhudia kwamba hakutakuwepo na mwezi. Ukisoma, tukiendelea kusoma kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ile 13 mstari ule wa 11 nasema, nami nitaazibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao, nami nitaikomesha fahari ya wenye kiburi. Halo, kuna mwenye kiburi hapa? Anasema siku hiyo ataharibu, atakomesha wenye kiburi. Haleluya. Amen. Mnajua kiburi inakuwa namna gani? Kuna kwa wamama. Sijui kwa wamama sana. Akipiga nguo yake ya bei, siku hizi nguo yenye iko kwa tope ni nguo gani mama? Ile yenye iko kwa tope kabisa kwamba hii ndio ya bei ya mwisho kabisa kwa nguo za wamama. Hapa hakuna wamama wenye wanazivalaka. Haleluya. Vijana nao hivyo wakipiga, vijana wa kike sasa. Akinunua nguo yake anaona kwamba hii iko sawa. Najua gisi wanatembeaka. Wanapiga, wanakaka style, hata vidole yao kiweka style hivi. Hata kiongea. Anaongea kibosi. Anatembea kibosi. SRPMbiaka wimbo mmoja aseme kibosi. Wao wanakuwa kila kitu wanafanya kibosi, lakini akivua hiyo kitu anabaki wa kawaida. Amen. Haleluya. Nikiwauliza wasichana vile viatu vya hivi ukivivaa unaweza kutoka hapa nacho mpaka Stockholm. Natembea hivi. Sio kwa gari, kutembea hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na uzuri wetu na kifahari tulio nayo vyote vitakoma siku hiyo. Haleluya. Sasa kwa kukusaidia utafanya nini? Kitu cha kwanza ambacho utafanya, angalia mambo ulio nayo uchangie na watu wengine. Yesu alifika, mtu mmoja akamuuliza, sasa tutafanya namna gani ili tuingie katika ufalme wa mbinguni? Yesu akaanza kuwafundisha, akawaambia, ukiona maskini una nguo 2 mpee mwingine moja. Hivi tukiulizana hapa, una nguo ngapi? Hesabu haijulikani. Unaona? Na bado ninatamani kesho nende ninunue nyingine. Bado zingine ziko kwa mashini. Bado zingine zinakuja kutoka online. Zingine sijui viatu viko fasi fulani, na wengine wanatembea uchi. Watoto wetu wameharibika huko, mayatima wako wengi huko nyumbani. Nani amejitokeza kutoa hata shilingi 50? Shilingi 50 za Tanzania. Awasaidie wale watu. Lakini hesabu ziko tu, niko na pesa. Na akinunua, ubaya sasa wa hapa, wananunua vitu leo, akikivaa leo anaenda kuweka kwa store. Haleluya. Yesu anauliza na anasema, nilikuwa duniani nikakuomba maji ukaninyima, nikakuomba chakula ukaninyima. Nilitaka kuja kwako ukakataa kunikaribisha. Haleluya. Sio Yesu ndiye atafika mlangoni mwako, ni wale unawaona wanateseka uwasaidie. Haleluya. Yule msaza kajaribu kugonga shangazi, akakaa kwa nyumba kagoma. Bwana Yesu asifiwe. Yule msaza alipoondoka, shangazi ndo akaenda kwa mlango, angalia alikuwa nani.
Alipofika tu kuona kama mita 100, yule mtu akapotea. Ndio shangazi akakumbuka, labda huyu ndio Mungu. Ndio alisubiri, akasubiri. Kipindi kingine akachukua kwamba aombe Mungu, labda alimsemea uongo. Mungu akamwambia nilifika na ukanifukuza. Haleluya. Ni wachafu wangapi umepokea kwa nyumba yako? Haleluya. Umekutana na wachafu wangapi? Jiulize, unawakuta watu wangapi kwa barabara na unawadharau? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo kila wakati. Na jinsi ya kuja kuhukumu ulimwengu, atakuja mtu wa kawaida kutoa ripoti kwamba kesho itakuwa hivi. Na usiposhika utaumia. Kule kwetu Mboko kulikuwa na mzazi mmoja alikuwa anaitwa Aruka. Huyu jamaa alikuwa ni muongo sana. Sasa wakati mmoja akafika pale Central, akakuta wanaume wako pale na wanajeshi wako pale, akawaambia, "Jameni, vita vinakuja, tukimbie." Sasa wale wasoda wakamuona kama haiko sawa. Watu wakamuona haiko sawa. Sasa wakati walisikia masasi imeanza kulia site ya 4, ndio wakakumbuka, kumbe huyu jamaa alikuwa na habari. Na hivyo alishakuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu bado anatumia watu wake. Na bado tunaonya kwamba kama unatenda dhambi, acha, kwa sababu siku inakuja ambapo hautakuwa na nafasi ya kujisifu. Haleluya. Na kile ambacho kinaweza kuzuia, kitu tu ambacho Mungu anataka kwako, umwabudu, umheshimu na usitende dhambi. Lakini watu wanatenda dhambi za makusudi. Na anasema kwamba hivi ningali ninaishi, nitatubu tu kwa muda wangu. Lakini huo muda wa kutubu sijui kama utaupata. Kuna wale wameneemika na kuna wengine hawaneemiki. Haleluya. Imagine kama mtu akufe na ajali leo. Uko kwa gari tu na unajigonga. Hauja neno lolote. Utakuwa mgeni wa nani? Lazima mtu wa Mungu awe tayari kila saa. Kwa sababu masaa yoyote sisi tunaondoka. Petro anasema kwamba sisi ni wapitaji katika dunia hii. Wenyeji wetu ni uraia wa mbinguni. Sisi hapa ni wasafiri. Sisi ni wageni, na mgeni hana nafasi ya kurithi mali ya pale. Kwa hiyo mali ya hapa duniani ni ya shetani, Na ndio maana Yesu alipelekwa akaulizwa, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe. Ama ni abudu. Lakini Yesu alisema siwezi. Na shetani alimuonyesha miliki zote za dunia, vitu vizuri. Haleluya. Hakuna maisha mabaya kama mtu kuwa tajiri. Tajiri hana raha. Hapo kwenye huko tamani kuwa hapo. Lakini ukiwa tajiri, ukiwa mtu ambaye wa viwango vya juu, hakuna raha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Raha inapatikana katika kumwamini Yesu Kristo. Kwa sababu yeye ndiye anatuwezesha kutuweka gisi tulivyo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwa kuepuka siku hiyo ya Bwana, kitu ambacho kitakusaidia, lazima uhakikishe matendo yako mazuri yote yameandikwa katika kitabu cha uzima. Haleluya. Amen. Usifurahie kwamba niko katika kitabu cha kwaya, sijui cha praise, sijui cha kanisa, sijui cha hapa Australia, sijui niko mwananchi, sijui. Kitabu cha uzima. Haleluya. Kwa sababu wakati ule hakutakuwa kujitetea. Katika kitabu kile cha Ufunuo 21 kwa 23 mpaka 27 inasema hivi: na mji huo hautahitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huitia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. 24 na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. 25
na milango yake haitafungwa kamwe mchana na usiku. Hamna 26. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. 27 na mwisho, na ndani yake hakitaingia chochote kinyonge, wala wafanyao machukizo na uongo, bali walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Haleluya. Je, umeandikwa katika kitabu hicho? Na kama haujaandikwa, unasubiri nini? Siku inakuja na neno la Mungu linasema mwenye masikio na usiposikia utaumia. Mtu akiambiwa kwamba usipite hii njia kuna majambazi, alafu wewe kwa sababu ya kiburi ukipita ukienda kuumia, na kosa ni la nani? Ni lako wewe mwenyewe. Na neno la Mungu linatolewa kila siku. Tuache dhambi, tutafute mema.